Karibuni tena to the Kakas Family YouTube channel. Long time manze, tumepotea but ni mashughuli tu, tumerudi. My name ni Emma Kamwesh kama kawaida ama Mama Boys. Kaka Msela kama kawaida ama Father Sons. Manze tumepotea sana but at least we are back. Back. Like we never left. Yeah. To the new subscribers, karibuni sana. Make sure you subscribe. To the returning subscribers, thank you so much for your love, for your support. For your support. For your support, tunashukuru sana. Tunasema thank you very much. Mmetuonyesha love mingi sana. Kweni tu mtu fikisha 500 subscribers. Tumebakisha tu wadogo tu. Almost. We are almost 4 or 6 ndio tufike 5 So guys, please subscribe. Tell a friend at least our subscribers wapande kidogo. At least tukue wengi. Okay, so leo I think topic ni how kukaribishwa Nairobi. Ushaikaribishwa Nairobi na wakora. Okay, hata si wakora. Wewe ulipotoka ushago mara ya kwanza building ambayo uliambiwa ukifika Nairobi ndio utajua kwamba umefika ni gani? Hapa kuna watu washaikaribishwa proper. Ushaikaribishwa? Hebu acha tu. Mimi sasa hivi ndo najua Kanero ni nini. Waacha tu. Likaribishwa proper. Waacha tu. Normal. For me sijaikaribishwa. Mimi nimekuwa tu msewa huku. Huu ni bonta. Mimi nimekuwa tu msewa huku. So hata kama nikwenda sijui ushago sijui wapi, tulikuwa tunaenda tu na madhe. Sasa ndio nimeanza sasa kupenya huko jiji, kupenya. Mimi nakumbuka mara yangu ya kwanza kuingia Nairobi. Ilikuwa like mimi niona kama niko paradise. Juu nikiwa home, nikiwa ushago nilikuwa nasikia Nairobi uko hivi ukitoka. Okay, mi place natoka tuseme acha niseme natoka western side, as in si kwamba ati western kwa Luya. No, okay, mimi natoka Migori County, unaona? Huko Hispania hapa endelea juu. Sasa nikiwa huko kuna hadithi nilikuwa nasikia story kulikuwa na Ngong Forest kulikuwa sijui Nairobi sijui ukifika sijui kuna building inaitwa sijui Ambassador sijui inaitwa Archives Ama Archives hiyo time ilikuwa bado hiyo jina. Archives ni kitu ilijengwa na wakoloni. Na Tirum huko chini. Sasa nyinyi ndio mnaenda huko. Nilikuwa nasikia Okay, Tirum waseka nyinyi ndio mnaingia Tirum. Sisi watu wa Murima. Sisi watu wa Lakeside pande ile. Sisi tukikuja tunashukia hapo Ambassador ndio tunashukiaga ama ukipenda hapo Archives. So mimi kwanza nakumbuka nikitoka ushago, nilikuwa na zile nilikuwa na look nyingine unajua ushago. Kwanza hiyo time mimi nilikuja na ngenyera. Hizo vitu zinakaza wa Masai. So mimi nilikuja nazo. Alafu akala basi. Ndio na ngenyera. Sasa alafu nilikuwa nimevaa kishati fulani hivi kibagi. Alafu nilikuwa short sleeve mimi nimepiga na trouser fulani ilikuwa ya material kibagi. Sasa hiyo umeua look bana. Kijana wenyewe. Alafu nilikuwa nimeshikilia hiyo time kulikuwa kulikuwa na kabag fulani kulikuwa unakafunga hapa nyuma hivi alafu unakafunga. Kalikuwa ni kama kakari ya bag fulani lakini kalikuwa ni kabag. So nilikuwa nimeweka tunguo t-shirt tuwili na trouser tuwili plus zenye nilikuwa nimevaa. So kufika madhe kuna msee alikuwa huku best yake. Alikuwa msee fulani akamwambia kuna kijana wangu anakuja hapo Nairobi akikuja mpokee bus station. Na akaniambia ukienda Nairobi make sure mtu in case kama utapotea. Mtu utauliza direction, either uliza polisi ama soja. So mimi nilikuja kitu cha kwanza kitu kilikuwa in mind ni kwamba Nairobi kila mtu ni mwizi. Yeah, I know. Hiyo kitu
kulingana na stories zenye ulikuwa unasikia. By the way, siku hizi kumetulia. Mimi nakumbuka hiyo time nikiwa mdogo ulikuwa tunasikia tu sijui wizi Nairobi, si ya kuchezea. Kwanza hata sasa ndio kuko wazi. Wewe usikii. Sasa hivi naona kumetulia. Juzi kuna client wangu fulani amekuja kwa job. Kuja akaniambia, Nairobi sasa hivi niko. Kwanza sasa hivi unapigwa na shonde, unaambiwa toa chenye uko nacho ama uoshwe na sewage. Lakini unafaa upige nduru. Upigia nani? Lakini nioshe na sewage, lakini mimi sitakupa. Uoshwe na mavi, upigwa na mavi kwa uso. Sasa nikupe simu shwali. Before ni kusanya hiyo pesa tena ni buy simu. Hiyo ni miaka gani? Sasa ukipigwa na mavi kwa uso, hiyo sitakosa dhao ya kubuy nguo ni change. Siwezi kosa. Na hiyo uchafu yote inakunukia hivyo. Mimi acha niwape tena, nataka waende waniache. Uwape simu. Alafu apart from kupigwa na mavi, sasa hivi bado unasikia kuna magangs fulani yametokea. Wanakuataka mpaka na visu. So unajua life yako ni kubwa kuliko simu yenye uko nayo, kuliko hiyo iPhone yako ama kuliko au kazaumi kako ama kuliko Camon 40 kako. So wewe wakikuface badala ya ku lose life yako, you better lose your goods than to lose life yako. But kama ni hiyo ya mafi, hiyo miezi ni stua. Wewe nipake wallahi mimi sikupei simu, wewe nipake tu, kwani sitakosa hata nikienda hapo kwa mtushi sitakosa kanguo ka 200 ni change na nivae. Simu maelfu. Hiyo nayo nimekata, imagine. Sasa hivyo ndivyo nilikaribishwa wewe. Hivyo ndivyo nilikaribishwa, lakini hatujafikia kukaribishwa. Hiyo hizi kama highlights tu vile niliingia Nairobi. Hizo ni vile niliingia Nairobi, vile ilikuwa naambiwa hivi. Sasa bado hatujafika kukaribishwa my friend. Hapo sasa ndipo utacheka mpaka uchoke. Okay, mimi kama kuna kitu nilikuwa naogopa juu mimi tulitoka ushago, I think nilikuwa mdogo. Nilikuwa miaka kama ngapi? Hata sikuwa nimefika 10 years tukikuja huku. So sasa tukiwa huku tu nilikuwa nasikianga tu Nairobi. Nilikuwa tu na ile uoga ile, na shanga hii place inaitangwa Nairobi, kwani inakaaje? Unasikia watu wakitoka ushago wameibiwa wameibiwa nini, simu, pesa. Sasa mimi nilikuwa na ile uoga. Sasa but saa hii mimi ni mwenyeji wa tao. Okay, na kupeleka vichochoro zote. Tunaipita huku tunatokea huku. Sasa nimekuwa master. So tukiendelea, mimi sasa nilipokuja, okay, hiyo time kumbuka nilikuwa nimekuja kusomea Nairobi. Baadaye nimesomea hapa, nilisomea high school nilisomea hapa Ngong, Ololua. Sasa nilikuja after kufika, msee alinipokea. Tukiwa kwa gari, okay, alinidirect, aliniambia wewe ukifika siko Nairobi, niko nje. So by that time alikuwa anaishi hapa Bulbul Kwa wale wasemba wanajua Bulbul ni wapi, wale wasemba wanaishi around Ngong. Bulbul ya Ngong. Bulbul si ya ile Ngong. bulingine ya Ngong. Si Buruni, Bulbul, Bulbul. Unajua So aliniambia umse, aliniambia wewe nenda. By that time gari za Ngong zilikuwa zinaingilia, zilikuwa zina stage yao ilikuwa hapo Moi Avenue, si pale nyuma, si pale Archives, zilikuwa Moi Avenue. Sasa Moi Avenue, no hapa Railways. So nikaingia gari Railways. Mimi kwa sababu ile kuchoka, tuko kwa barabara, si nimeshikwa na usingizi. Nilikuwa nishukishiwe sehemu inaitwa Bulbul Bumps. Mimi nika break nikalala. Nilijipata Ngong Town. Already nimepotea. Umepotea, na wewe ni mgeni. Kumbuka kitu nimeambiwa, usiulize mtu msee yote ambaye umeona kwa barabara, usimuulize direction kwamba umepotea. Sijui kwamba umepotea. Sasa mimi nimefika Ngong. Ilikuwa around saa 6 za mchana. Sasa mimi nimeshuka kwa gari, nauliza Donda, kwani hapa ni wapi? Mimi nilikuwa nishukishiwa Bulbul, sijui sehemu inaitwa Bums. Ananiambia wewe hapo ushapotea. Chukua Nissan, akanipointia hizo za kurudi sasa, za kuteremka kwenda Bull. Ananiambia chukua 20 bob. Ingia hapo Nissan, enda mpaka Bull, mwambie kushukishia hapa. Sawa, nikachukua. Haya. Kwenda hapo nilikarada, sikutaka tena kupotea. Kufika Bulbul nikashukishwa. Nikapiga simu, nikawa
nimefika msee akuja akanichukua. So nikaendelea na life ya Nairobi. Niko chuo, niko high school, nasoma form 1. By then nilikuja nikaingia form 1, form 2, form 3, form 4 nikamaliza. Sasa kumaliza nikapiga tu hustle nini. Sasa nikapata, kwa bahati nzuri nikapata ka hustle nga kufanya cleaning Crossroads. By that time nilikuwa naitwa Crossroads Karen. Na kumat Karen Crossroads. Wasi wengi wenye kwa hizo area wanajua Crossroads ni wapi, na kumat Karen. Sasa my friend, nikiwa hapo sasa, hapo ndo sasa tunakuja story ya kukaribishwa Kanairo. Kumbuka hiyo miaka yote 4 nilikuwa kumesikaribishwa Kanairo after nimaliza form 4. Sasa mimi nikiwa hustle zangu hapo ndani, nikiwa cleaning hapo ndani, msee fulani anakuja akiwa amepiga kasuti. Alikuwa boy tu. By that time, okay, I'm sorry to say this. Mimi msee ambaye mimi sipendagi msee wa suti. Msee amepiga look ya kasuti. Alifanya upate Our say most of them wanakuwa maconmen. So msee alikuja akasoma mind yangu, ile ile psychology, akasoma psychology yangu. Akaona akaboy nikadogo na bado kana shida ya pesa. So alikuja tactic fulani ya alikuja akaniangalia, alikuja akapata nikiclean hapo ndani. Akaniambia boy unaitwa nani? Mimi naitwa Kaka. Okay. Majina yangu really naitwa John Robert. But sasa majina ya usanii ni nini Kaka Msela? Anaweza unaitwa nani? Sasa mimi naitwa Johnny. Kaniambia sasa kuna opportunity fulani imetokea. Kuna kampuni fulani inaitwa Qatar Airways. Sasa hivi ina recruit ama inatafuta wasi ambao wamemaliza form 4 waende wakafanya training, waanze kufanya kazi ya air hostess. Kasema wallahi kamekuja. Mimi kangu kanaiva. Nikamuuliza hawa, kasema wewe hii size yako unajua hawa wasee hawakwagi itakani wao wanono. Ni tuskini kama we. So tunatafuta sasa hivi tunatafuta youth 200. Sasa tumeambiwa tutembee kwa towns na kwa working place. Sasa kama vile tumekuja hapa Cross tukapata wewe ni hard working na unaweza fanya hiyo kaniambia lakini kitu kinahitajika ni umemaliza form 4. Kaambia una living certificate, una KRA pin, una certificate ya form 4 na class 8. Ngambia akaniambia basi sasa wewe kitu utadu, enda kwa ofisi, ambia manager kwamba kuna emergency umepata, ukimbie ukuja na hizo vitu, mimi nakungoje. Kasema asante Mungu. Sasa mimi kama kameivana. Kwanza nilichukua simu nikavutia madhe iko hivi, kuna shida. Sikumwambia kwamba ati kuna opportunity, kuna kazi nimepata, ati naenda interview ama nini, anitumie pesa. Naambia kuna emergency nimepata na nahitaji 4K. Ulikuwa umetishwa 4K? Alikuwa msee alikuwa ameniambia 35. Lakini sasa unajua kwa sababu ya fare nini, lazima anifanye nini? Lazima ningeongezea at least fare kunifikisha hata. Imagine huyo msee akaniambia wewe, mimi nakungojea. Nikakimbia kwa ofisi nikapata manager, nikamwambia kwamba kuna emergency nimepata, naomba off ya half day. Nikimbie nishughulikie hiyo story, kesho narudi kazi. Akaniambia sawa John, akaniambia Robert, no problem. Wewe nenda kesho, ingia mapema. Mimi ndo nikachukua mati za kutoka Karen kuja Buru. Mbio 20 bob za. Nikanieka Buru. Kumbuka madesha nitumia do. Kaja nikachukua paper fast hizo papers zangu, form 4 hizo certificate nini. Msee ananingojea. By that time kuna hapo Karen kuna wasee kama ni msee wa around hapo Karen ama wapi, unajua sema inaitwa provision store. Inakuwa ni kama supermarket, ni kama shopping center ya Walami hapo Karen. Msee akaniambia sasa hapo kulikuwa na nini inaitwa posta. By that time kulikuwa na hiyo kampuni ya posta ya mabarua nini na kutuma parcels. Msee akaniambia wewe kimbia, nimekupea 20 minutes, utarudi utanipata hapa posta. Mimi nikapata msee amejisunda ananingojea. Haya mimi ndo huyo, akaniambia wewe beba kila kitu wewe. Sawa. Twende. Tukaingia mat ya kwenda tao.
Tukaenda ndo hao. Ndo hao tukaingia Hilton Hotel. Hilton Hotel tukapanda huko juu. So kwenda huko akaniambia weka hapa uningojee. Akaniambia leta ID na karatasi. Mimi nilimpa ID na karatasi. Hizo mapepa zangu ma certificate whatever ni nini. Kumbuka tuko 8th floor. Tumepanda lift mpaka 8th floor. Kwenda pale akaniambia kaa hapa. Hapo ndani kuna okay ni maofisi ni maofisi ziko hapo ndani. So huwezi jua kitu. So unajua hata nini story kaa hiyo na ndio upate uko kwa ofisi umeweka ofisi kwamba kaa hapa kwa reception. Wewe ni hauta doubt anything. My friend. Sasa nikampa akaniambia sawa leta that 5. Kwa sababu ya kufanya processing hizi mapapers kufotocopy ni nini? Hizi my ID kufanya lamination ni nini? Mimi nikampa do. Mse alichukua hiyo do na hizo papers zangu za documents zangu akaenda to the next room. Kwenda pale aleta akakaa like 20 minutes. Akarudi akakuja akanipa papers zangu na karatasi na ID za akaniambia sawa sasa ngojea hizo nini zitoke na kuja sana nikupeleka kwa ofisi ya mwisho uende ufanywe interview kila kitu nini na nini ufanye nini uingie training ya kufanya air hostess. Sasa hapa ndo ukaribisho Nairobi ilianzia. Nimempa do. Nimempa papers ameenda ame photocopy amenirudishia original documents zangu. My friend. Nilikaa hiyo juu ninakumbuka tulitoka Karen saa 6. Tukafika huko kitu saa 8 kwa sababu ya jam. Hiyo saa 8 hizo vitu alizishughulikia kama wanao. Alitumia wanao kuniko ni saa 9. Nimekaa. Kumbuka amenirudishia hizo paper after kufanya photocopies zake. Sasa mimi nangojea kuja nichukua nipeleke to the next room ndo tuendelee from there na vitu zingine next. Nilikaa kuanzia ni saa 9, saa 10, saa 11, saa 12, giza imeingia saa 1. Maofisi watu wamefunga wameanza kwenda. Sasa kuna msee mmoja sasa hao wa mwisho wenye wanatoka kwa maofisi. Anauliza kijana. Unaitwa nani? Kaambia mimi naitwa fulani. Akauliza unafanya nini hapa? Kwa sababu nimekuona hapa like a whole day. Kaambia mimi kuna msee amekuja akanitoa kazini kwenye nafanya kazi na Kumat Karen akaniambia kwamba kuna opportunity ya kurecruit ama ya kuchukua youth man wenye wako under 25 years kurudi chini. Below 25 years kurudi chini. Kuna kazi imetokea ya Qatar Airways ya air hostess ama tunaweza hostess. Akasema kijana ushawahi kuona Nairobi? Nikamwambia hapana. Akaniuliza na una pesa ngapi kwa mfuko ya kukupeleka home? Akani kwanza unatoka wapi? Mimi natoka Ngong. Una pesa? Mimi sina anything. Juu pesa zote nimepea huyu msee anifanyie nini? Hizo maprocess hizo documents. Alicheka akasema sisi huku hakuna kitu kama kampuni ya Qatar. Unaona? Hakuna kitu kama hiyo. Wewe umekoniwa. What? Unajua magoti yaliisha nguvu. Nili sweat, sina anything. Kwanza ukimagine 3500 na sasa hiyo hata umeomba maadhi. Nimeomba maadhi. Kazi ndio hiyo. Hiyo ni alikutenda. Sasa guys, mimi hapo ndo nilikaribishwa Nairobi. Hapo ndo nilikaribishwa Nairobi. After nimenyang'anywa hiyo doa ameenda nayo, hata sijakaa sijapona kidonda ya kuibiwa. By the day, sasa after hapo nilihama kutoka Bulbul nikapata kazi nyingine Koinange Street. Okay, nikisema Koinange Street si kazi hiyo kazi nyingine guys. Hapo na Kumat Lifestyle. Ukawa ni msee wa tao na niseme Koinange. Najua hapo kuna mall, kuna building inaitwa Lifestyle. Unaijua.
So nimeenda hapo nimepata. Hiyo time nilikuwa naishi Moi Avenue. So kuna maboi wangu walikuwa wanaishi Karen. Hapa hapa Ngong, Bulbul. Sasa by that time nimetoka Karen, nishakoniwa na umse. Sasa nimebadilisha job, nimepigwa transfer nimeenda lifestyle. Kazi ya sasa by that time change job from cleaner nikaenda kazi ya kufanya sales. Kwa maboutique. Kuna msee fulani alikuwa tajiri fulani, alikuwa na maboutique, alikuwa lifestyle, Karen, alikuwa na nyingine Galleria. So alikuwa anashinda kutu rotate. So hiyo time mimi nilikuwa nimepelekwa lifestyle. Na nilikuwa naishi Ngara. Moi Avenue Cooperative. Hapo Cooperative. Nilikuwa naishi CBD, baadaye nimeishi Tao. Sasa after kunyang'anywa nidhania kwamba nimekuwa mjanja. After kukaribishwa na Kanairo, nidhania nimekuwa mjanja sitanyang'anywa. Sasa tena nikapatana na shida zingine. Nimetoka hiyo siku nilirauka around, ilikuwa Sunday ilikuwa off day yangu. Nimesema acha nitembelee mamori wangu Bulbul akina Bonnie J na Malti. Sasa walikuwa naishi Bonnie J alikuwa anaishi hapo, kuna sehemu inaitwa PCA hapo Bulbul. Malti alikuwa anaishi Kariobangi huko chini. Sasa mimi nikasema wacha nitembelee Malti. Bonnie J sitampigia simu. Sasa ndio nimekuja nimefika Bulbul stage na teremka nayo njia mosque. Nyewe wasio Bulu wenye mko Bulu mnajua mosque ni wapi. Ako kanjia. Sasa stima zilikuwa zimepotea. Ilikuwa around 5:30 asubuhi. Sasa mimi niliona msee mbele yangu. Boy. Hiyo time baadaye kalioka amenifungukia. Nilikuwa na madoo, nilikuwa mpaka na manaira, mpaka dola. Juu hiyo time wase nilikuwa nafanya nao kazi. Naira bado ni do ya Nigeria. Au natumia naira kama vile tunatumia shilingi East Africa. Nilikuwa mpaka na $2, $2 nilikuwa na around 20,000 naira. Kwa sababu pale ukiwa pale wewe kuna clients wanakuja labda nataka suti ilikuwa tuseme kama 25. Tuseme 25, tuseme 20,000 lakini kama msata atakuja mwanzie 25,000. Unaona? So kumbuka unafanya kazi na commission lakini lazima utafute tips zako. So msata atakuja mwambie hii suti ni 25,000. Abagine akwambie no, I have 23,000 Sasa si atakupea 23,000 Pesa za kuuza suti ni 20,000. So hizo 3k unasunda kwa ndio tips zako. Ulikuwa tajiri. Nilikuwa fiti. Sasa hiyo wewe ni kijana mdogo. Nilikuwa fiti. So hiyo time nilikuwa natupea pesa. Nilikuwa na kawale kalikuwa kameshona. So nilikuwa na tunaira, kujua bado ningeenda kwa inaitwa Bureau Forex. Nenda kwa Bureau when you change hiyo do to Kenyan shilling. From dollar, from naira, from whichever to Kenyan shilling. So nilikuwa na pesa. So nilipofika hapo, kumbuka bado tuko kwa story ya kukaribishwa Kanairo. Ndio hiyo tu bado tujapotea, tuko tu hapo. Kufika hapo, so tunajaribu kuonyesha Nairobi venye msee anakaribishwa. Na sasa hiyo hata si Nairobi yenyewe. Hapo ni bull. Hapo ni bull. So mchunge hata huku bado wako. Hapo ni bull. So kufika hapo mimi niliona niliona msee amesimama mbele. Kusimama mbele, mimi kumkaribia nikasikia ameniambia, "Oi. Niko na njaa, nipe chenye uko na." Sikia hiyo language. Mimi hiyo naye anaitisha. Mori, mimi niko na njaa, sijakula. Nipe chenye uko na. Nacho. So mimi na ile ufala yangu, juu bado siko bado nimeshika rada ya Kanairo vile iko. Mimi nadhani boy ni njaa kona. Wacha nitoe hata kama ni 2 nimpe aende akunywe chai. So katika ile process ya kuingia mfuko nikitoa kumbe ananisubaisha. Kuangalia kando kuna msee, nyuma kuna msee. Sasa nywele zilisimama. Already nishapigwa nyongo, inaitwa nyongolo ama nini, ngeta, nimewekelewa mbao. Frame. Frame hapa kwa shingo. Boys, toa kila kitu chenye uko nacho. Ama ubakie hapa ukiwa umededi. Hebu imagine guys, nilinyang'anywa simu, pesa.
nikanyang'anywa, okay, simu siwezi kumbuka ilikuwa gani, siwezi kumbuka actually. Nilinyang'anywa simu, pesa, ID, okay, walinyang'anya kila kitu mpaka viatu, just imagine. Nilifika kwa msee kwa Malti na socks. Kumbuka nilikaa like wiki mzima. Malti hiyo story nakuja kuconfirm. Nilikaa like kama wiki mzima nikiwa skuli. Juu hapa nimenyongwa neo mbao si ndio? Wase hata wanaweza hukumada. Cause hiyo time bulbul ndio ilikuwa mbaya. Ilikuwa very very dangerous. Sana. Although I'm sorry kwamba maboys wote walikuja wakaangushwa. Nilikuja nikawajua, but unfortunately wote, imagine maboy wote waliangushwa. Kuna time ilifikia so ilikuwa serious. So maboy kuna karao fulani alitokea, alikuwa anakuja akijua, okay, so alikuja akachukua yale majina, akachukua majina ya wale criminals wote. I think walikuwa around 16. So around 16 waliuliwa kama 10. Walikuja wote waliangushwa. Na ni yeye alikuwa anawaangusha. Hao wengine wenye walibakia walipotea. What? So guys, hapo ndipo nilikuwa naonyesha venye nilikaribishwa Kanairo. Kanairo inakuanga. Nilikaribishwa Kanairo. So wewe mwenye uko pale Shags ama mwenye uko jua bado ataka bado umezaliwa Kanairo, bado unaweza karibishwa, unaweza onyeshwa bado tao. Unaweza onyeshwa kama umezaliwa, hata unaweza onyeshwa kama tao. I know kwanza mimi watao kila kwa wiki mara 2 na kuanga tao. Ukienda pale Kimangoto utakaribishwa. So kitu nilikuwa nawaambia, mimi si kwamba ati nina ubana msee wa suti, atika unavaa suti nini. Lakini guys, kaeni mkijua conmen ama conwomen wanakuwa very smart. Unaona msee huwezi mpata ati amevaa kajini. Yaani huwezi msuspect ni msee amekupigia look yenyewe imeweza. By the way na watch game. So by the naendelea kuwatch game. Naendelea kuwatch game. Anaendelea kuwatch, tuko tu sawa. Tuko almost. So guys, nilikuwa najaribu kuambia umezaliwa tao, umezaliwa Kanairo, umesomea Kanairo, bado unaweza onyeshwa tao. Unaweza onyeshwa kwamba bado hakuna kitu unajua. But me for now saa hii kunikon, ukitaka wewe ukuja kunikon, jua kwamba before unikon mimi naweza kukon. Juu mimi hapa saa hii mali nimefika mimi tao. Maisha imemfikisha. Tao hakuna mwizi anaweza niibia. Hiyo ndio kitu. Hakuna. Hakuna. So guys, mimi hivyo ndo nilikaribishwa tao. Mimi sijaikaribishwa. Mimi siku yenye nitakaribishwa nitakuja kuwapea ushuhuda. Na usiombe ukaribishwa tao. Mimi nasikia tu stories, sijui unapata kabahasha, kako na 50 hapo juu, naambia ni mapesa ndani, kumbe ni gazeti. So mimi sijaikaribishwa hiyo mambo ya wizi. Mimi bado ni children. Ukigrow sijaona mengi sana. Ukikuwa grown up ama ukikuwa old utakaribishwa. But siku hizi hakuna hiyo. Isipokuwa sasa yenye imejitokeza sijui ya nini ya kupakana mafia. Siku hizi hakuna hiyo mambo. Siku hizi tao utapigwa shonde. Unajua pia alafu unajua inategemea uko street gani. Kuna zile street awase CBD hawezi. Okay. Sasa kuna ile mitaa kama kwa mfano kama tuseme Ngara. Tuseme Ngara, tuseme okay, pale ndani. Chochoro. Lakini sehemu kama Kenyatta Avenue, Moi Avenue. Okay, pia Ludhulu inaweza fanywa hivyo. But maybe usiku. Ludhulu hata mchana utafanywa by the way. Kuna tule tuchomo. Ludhulu utafanywa kwa sababu unajua kama Ludhulu Avenue, hiyo street kwa chrome, alafu ni kama kachoche fulani hivi. So pale bado usipokaa rada utatokwa tu. Uko Pangani huko kwenda Pangani huko chini huko Riverside na huko bado unaweza fanywa hivyo. Kwanza pale Riverside. Hapo Riverside. Hapo ni pabaya. Hapo tu panakanga. Hadi unasikianga tu mnaambia mfunge madirisha. Hapo kwanza panakanga tu moto. So si kwamba pako fiti sana. Mimi sitaipata nao watu. Mimi najua kujiangalia. Sema tu. Mimi najua kujiangalia. Hiyo ndio story yake. Ya venye alikaribishwa. Mimi sijaikaribishwa. Siku yenye nitakaribishwa
nitakuja kuambia. Ambia watu bye. Okay guys, thanks for your Watching. time. Nashukuru kwamba mmetuwatch. Barikiweni. Hata maneno yameisha. Maneno zimeisha juu hiyo story. Unakumbuka hiyo ka story? Ukasikia vibaya sana. Kwanza hiyo ya mapesa. Sana. Hii yenye hadi ulikuwa na kasimu. So next next watu waambie. Okay, lakini bado kuna nyingine. So Bado hii part bado sasa apart from hiyo kuna karao bado alijaribu kunikona. Na Kuna karao alijaribu kunikona, imagine mimi sijui kama ni fake police. Maybe Ama alikuwa polisi. Maybe ni fake. Okay, lakini bado hiyo story nitakuja kuelezea venye kulienda. So I think hiyo ndio itakuwa part 2 Yeah, hii ni part 1. Hii ni part 1 ya kukaribishwa Kanairo. After nimekaribishwa Kanairo kuishi bado kuna karao. I mean kuna msee alijifanya karao. Alikuwa ni client wangu. Alikuwa anakuja ananunua vitu sana kwangu. Alikuja alijaribu kunitapeli lakini mimi nilikaa rada. So next nitawaelezea venye kulienda. Part 2. Mkae chonjo, mkae mkichungulianga hapo. Tumemaliza my people. Thank you for watching. Muendelee kutusupport. Mtufikishe 500 subscribers. Guys, please. Tumebakisha tu kidogo tu hivi tufike 500. TikTok unaweza tu search The Kakas Family. Unaweza search Makamwesh. Unaweza search ya nani? Kamsela official ama Kamsela 254. Sisi wote tuko TikTok. Wewe ukienda hapo tu search utapata.